Ndoto kubwa hazitimii kwa kutamani pekee, bali zinatimia kwa kuhitaji vitu vifuatavyo: maono, nidhamu, ujasiri, subira na hatua za kila siku. Watu wengi sana tuna ndoto kubwa sana kwenye maisha yetu, lakini tunashindwa kuzitimiza kutokana na kutojua njia sahihi au hatua sahihi zitakazofanya sisi tuzitimize hizo ndoto zetu. Sasa siku ya leo nitakufundisha njia 10 muhimu ambazo ukizifuata na ukazichukua hatua ya kuziishi hizo njia, zitakusaidia wewe unayenitazama, unayenisikiliza kuzitimiza ndoto zako. Sasa kabla tujaendelea, kama wewe ni mara yako ya kwanza kunitazama au ndio unanitazama lakini huja subscribe, naomba bonyeza kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kufuatilia video zetu au kutazama video zetu. Siku zote kwenye kila kitu kina misingi yake, kina strategy zake ili kuifikia. Hata kwenye kutimiza ndoto kuna misingi muhimu ambayo ukiishi itakufanya utimize ndoto zako. Sasa hatua ya kwanza ambayo itakufanya au jambo la kwanza muhimu ambalo litakufanya utimize ndoto yako ni kwamba ishi kwa maono na si kwa bahati. Watu wengi sana tunaishi kwa bahati, kwamba unalala unasema kwamba kesho itajijua yenyewe ilivyo. Hapana. Ili utimize ndoto zako ya kupasa uishi kwa maono. Nasema jua unapotaka kwenda kabla hujaanza safari. Maono ya kusaidia wewe kujua unapotaka kwenda. Inawezekana ukajiuliza nini maana ya maono? Maono ni picha yako ya ndani inayokupa nguvu kufanya jambo. Unawezekana ukaona kwamba nataka niwe mchezaji mkubwa sana duniani hapa. Kupitia ile picha ya ndani ya kujiona wewe mchezaji mkubwa itakufanya utafute njia muhimu au vitu muhimu vinavyokupelekea wewe uwe mchezaji mkubwa. Hapo ndio utaanza kufanya mazoezi kwa bidii, utaanza kutafuta watu ambao waliofanikiwa, kuangalia walichezaje hivyo. Anasema maono yanakupa sababu ya kuendelea hata wakati mambo yanakuwa magumu. Kupitia maono yako umejiona unataka mchezaji. Hata wakati ambao umekata tamaa, ukikumbuka kwamba inabidi niwe mchezaji kama mtu zaidi ya mtu fulani, utapata nguvu ya kusonga mbele. Kuna msemo unasema the future belongs to those who believe in the beauty of their dream. Usiogope kuwa na ndoto kubwa. Watu wengi sana tunahofia kwamba ndoto yangu kubwa hii, nikimwambia mtu nataka niwe mchezaji mkubwa zaidi ya Cristiano Ronaldo, zaidi ya Lionel Messi, watu watanishangaa. Ukiangalia Afrika hamna mchezaji mkubwa zaidi ya Afrika, zaidi ya hao wachezaji au zaidi ya hao wachezaji wawili. Utaonekana wa ajabu. Hapana. Amini kile unachokiamini, na kupitia kuamini kwako kitakupa nguvu ya kusonga mbele zaidi. Ukiweka juhudi, ukiweka nidhamu, subira na hatua ndogo ndogo, itakupelekea ufike hatua unayotaka au ufikie hayo maono au ndoto unayotaka kuifikia. Watu wengi wanaweza kuona hali yako ya sasa na wakakucheka, wakakukebei, wakaudhihaki, lakini wewe ndo unajiona hali yako ya kesho itavyokuwa. Sijui wewe unajionaje? Jinsi ambavyo unavyojiona ndivyo watu watavyokuona. Ukijiona wewe ni dhaifu, basi utaonekana dhaifu tu. Ukijiona wewe kesho ni mtu mchezaji mkubwa, kupitia kuona kwako watu watakuona. Na nikupe siri moja, watu wana support matokeo, hawasapoti juhudi yako. Leo unaweza kujiona kwamba juhudi yako, mtu katika juhudi yako wanakukebei, lakini wewe usiangalie kebei zao, ila angalia wapi unakoelekea. Naamini baada ya kuonyesha matokeo utapata washabiki wengi sana. Ndio maisha yalivyo. Watu hawashabiki juhudi ya mtu au hatua pale ambapo wanapoanza, ila wanashabikia matokeo ya mtu. Ndio iko hivyo. Kitu cha pili, weka malengo yanayopimika. Ndoto ni picha unayotamani kuwa.
Lengo ni hatua inayokupelekea kwenda kwenye picha hiyo. Andika unachotaka kufikia, muda unaotaka kufikia, na hata hatua unazochukua. Tofauti na kile kitu kakiwaza afu kakiacha, inaweza kakupotea kichwani mwako. Kitu chochote ulichokiandika kinakuwa kina nguvu sana, tofauti na kile kitu ambacho umekiwaza tu, kinaweza kapotea. A goal without a plan is just a wish. Shika hilo. Na usiishi kusema tu nitafanikiwa. Jiulize, nitafanyaje leo hii nisonge mbele hata hatua moja. Usiwe mtu wa kusema tu, kuwa na mtu wa kufanya na kutekeleza kile unachotaka. Inawezekana leo kajiona kwamba unafanya kidogo, yani kile unachokifanya hakionekani, lakini kupitia hicho kidogo unachokifanya, ipo siku kitajikusanya na kuwa kitu kikubwa sana. Maji unayoyaona kuwa ni maji ni vitone vidogo sana ambavyo vinatengeneza maji au vinavyotengeneza bahari. Sasa kupitia kwa vitone vidogo vilikusanya mpaka bahari ukaiona iko vile. Hata hivyo kwenye juhudi yako, kwenye hiyo juhudi unayoonyesha sasa, inawezekana ukaiona ni ndogo sana, lakini impact kubwa sana wakati wa kesho. Onyesha juhudi zaidi. Cha tatu, jenga nidhamu kuliko kutengeneza motisha. Motisha inaweza kuja na kuondoka, lakini nidhamu inakufanya uendelee. Usiwe mtu kuwa motivated. Kuna muda mwingine, sikatai kuwa motivated sio mbaya, lakini kujitengenezea nidhamu ya kufanya kitu kwa kila siku, kitu hicho kitakusaidia sana kuzalisha kitu. Asa we are doing what we repeated do. Ili kitu chochote ambacho unachokifanya kila siku kinakuwa tabia. Kitu chochote kila siku unakifanya inakuwa tabia, kinakuvaa katika uhalisia. Penda kuwa na nidhamu ya kufanya kitu hicho. Watu wote waliofanikiwa ni wale watu ambao walikuwa wanafanya kitu kimoja kwa kila siku. Sio leo umefanya hiki, kesho umeacha, umekata tamaa, unaona matokeo ukafanya hiki. Watu wote, yani mafanikio hayaji kwa wakati mmoja, yanahitaji process, yanahitaji nidhamu ya kufanya kitu hicho kwa wakati mmoja. Kwa kila siku. Jizoesha tu kufanya kila siku. Anasema hivi, fanya kile kinachotakiwa kufanywa hata siku ambayo hujisikii kufanya. Mafanikio mara nyingi hujengwa katika siku ambazo hakuna aliyekuona. Usitake kufanya kitu ili mtu akuone, ila fanya kitu, jijengee nidhamu ya kufanya kitu hata kama mtu mwingine akuone unachokifanya. Matokeo, kuna wakati mwingine unaweza kufanya usione matokeo, lakini katika kufanya kwako baadaye matokeo yakajidhihirisha zaidi. Wale ambao hawakuona matokeo wakaona matokeo, kumbe huyu alikuwa anafanya kitu hiki, lakini wewe unajua nini unachokifanya. Jijengee nidhamu ya kufanya kitu kwa wakati, yani kuto kukata tamaa. Kuwa na kila siku unafanya hicho kitu unachokiwish kufanya ili ufikie malengo yako. Pointi ya 4, anza kabla hujawa tayari kabisa. Hamna siku ambayo kila kitu mambo yatakuwa sawa. Yaani usitegemee kwamba kuna msemo unasema hivi, mambo yakiwa vizuri, siku mambo yakiwa sawa ndaanza. Wakati sahihi sasa. Asa usisubiri mazingira yakamilike, pesa iwe nyingi au kila mtu akuunge mkono. Anza na kile ulichonacho mkononi mwako. Hatua ndogo ya leo inaweza kuwa mwanzo wa mafanikio makubwa ya kesho. Ile hatua unaiona ndogo kwako, inawezekana leo ukajiona yani uelewi, lakini katika kutokuelewa ndio wakati huo sahihi ambao wewe kuanza. Kitu chochote kikubwa kilianza kwa hatua ndogo zaidi. Hamna kitu kikubwa kilianza kwa hatua kubwa. Hapana. Kilianza kwa hatua ndogo sana. Hata wewe unaweza kuanza kwa hatua hiyo ndogo unayoiona na ukafikia malengo yako. Pointi ya 5. Jifunze kutokana na kushindwa.
Kushindwa si mwisho wa safari. Kunaweza kuwa mwalimu anayekufundisha namna ya kufanikiwa. Sasa sijui wewe umefeli mara ngapi? Sijui wewe umefeli mara ngapi kaanza kusema da. Wengine wanaweza kufeli mara kwanza, ya pili, ya tatu akasema hiki hakiwezekani. Ndio wakati ambao wewe kuonyesha juhudi zaidi. Natambua kwamba kukata kwako tamaa kunawarudisha watu wengi sana. Amini kwamba hivi, inawezekana leo usioni, lakini amini kwamba leo kufanikiwa kwako kutakuwa msaada kwa watu. Kufanikiwa kwako unawezekana kuna mtu ambaye anakusubiri ili uwe role model wake. Sasa ukikata tamaa, it means that umemfelisha yule mtu ambaye anakutazama. Usikate tamaa na ongeza juhudi. Usione kuna baadhi vitu ndio vinaweza kukatisha tamaa, lakini isiwe sababu ya wewe kushindwa kuendelea. Inawezekana umekataliwa, isiwe sababu ya wewe kushindwa kuendelea. Inawezekana kile kitu ulifanya biashara ikafeli, isiwe sababu ya wewe kushindwa kuendelea. Kupitia kufeli huko, tafuta njia, sababu gani iliyosababisha mpaka ufeli, na kupitia hiyo sababu improve. Tafuta suluhisho ili usipate hasara kutokana hiyo biashara, ila usikate tamaa kwamba siendelei tena. Utafelisha wengi. Inawezekana kupitia hiyo biashara yako kuna mtu utaokoa maisha ya mtu. Alitaka afe na njaa, ukampa kula. Usikate tamaa, songa mbele. Naamini umenielewa. Anasema usiulize tu kwa nini nimeanguka. Uliza pia nimejifunza nini na nitafanya nini tofauti mara nyingine. Usiulize tu kwa nini nimeanguka. Jiulize muda mwingine, kupitia kwa kuanguka kwangu nimejifunza nini? Kupitia kwa kwangu njia gani ambayo nimegundua nyingine ambayo itanifanya nisianguke, ita improve kile ninachokifanya. Hiyo itakupa motisha sana ya kuzidi kusonga mbele zaidi, na itakujengea nidhamu zaidi, itakupa umakini wa kutokukosea tena. Kwa maana kwenye kukosea kuna kufanya kuongeza umakini ili usikosee mara ya pili. Hiyo ndio siri pekee ya maisha yalivyo. Hatua ya 6, kuwa mvumilivu. Mafanikio hayaji kwa usiku mmoja. Mambo makubwa yanahitaji muda. Usijilinganishe na watu wengine. Kila mtu ana safari yake. Watu wengi sana tunapenda sana kujilinganisha na watu, na natambua kwamba ukijilinganisha na mtu mwingine unaishi ndoto zake. Kila mtu amekuja kwa kusudi lake. Sasa ukijilinganisha mwingine unaishi maisha ya huyo mtu. Sasa ukiishi maisha ya huyo mtu utaingia gharama kubwa sana. Kwa mfano, mimi maisha yangu nayajua na ndoto zangu nazijua. Sasa nikitaka kuishi maisha ya Bakresa, it means that itanitumie gharama kubwa sana. Yeye maisha yake kwamba safari zake nyingi za kwenda nje, anapanda ndege, sijui nini, magari ya kifahari, lakini mimi ndio hivyo. Sasa nikitaka kuiga maisha yake, nitaingia kwenye kosti ambazo si sahihi. Naweza kwenda polepole, lakini usiache kwenda. Tumia mfano wa Kobe. Kobe ana mwendo wake ni wa taratibu, lakini kila anakokusudia kwenda lazima afike. Uvumilivu kwenye kitu chochote ni muhimu sana, haijalishi hali gani. Kuwa mvumilivu na kuwa na subira kwenye kitu chochote unachokifanya. Usitaki mafanikio haraka. Jambo la 7, jiamini hata kama wengine wasipokuamini. Siri kubwa ya kufanikiwa ni kujiamini wewe kama wewe. Kujiamini jinsi ulivyo. Kukiamini kile unachokifanya. Kuamini katika uwezo wako.
kuamini katika maono yako na malengo yako. Kabla dunia haijaona uwezo wako, mara nyingine wewe ndiye unayepaswa kuona kwanza. Maoni ya watu yanaweza kuwa kelele. Usiache kelele za wengine zizime sauti ya ndoto zako. Kama mwanzo nilivyokuambia kwamba watu wengi sana wanasapoti mafanikio, sio au support pale ambapo unapoanza. Mashabiki wengi watakupenda pale ambapo wakiona mafanikio. Hata watu wote unaowaona wakubwa waliofanikiwa hawakuanza kupendwa tu wakati wako chini, walipendwa wakati wako juu. Inawezekana leo ukajiona sina mtu yoyote anayenisupport, sina mtu yoyote anayenishabikia, lakini amini kwamba katika juhudi yako unayofanya, ipo siku kuna watu watajitokeza, watakushabikia na kusupport. Kitu chochote kina mashabiki, lakini wewe usiliazi wako wewe unahitajika. Anza kukipenda kile unachokifanya. Jiamini na kipende kile unachokifanya. Hiyo ndio siri moja ya mafanikio na ni kubwa. Pointi ya 8. Zunguka na watu wanaokuinua. Nasema kwamba watu wanaowaruhusu kuwa karibu na wewe wanaweza kujenga au kuvunja mtazamo wako kuhusu maisha. Tafuta watu wanaokupa maarifa, changamoto, ujasiri na moyo wa kusonga mbele. Usikae kwenye mazingira yanayokufundisha kuogopa ndoto zako. Hapo ni kuchagua watu sahihi ambao wa kuambatana nao. Angalia watu ambao watakujenga. Angalia watu ambao watakuinua. Tafuta watu ambao wanaofanya kama wewe. Inawezekana usiweze kuwapata physical, hata mitandaoni unaweza kumtafuta. Kwa mfano, nataka niwe mchezaji wa Tanzania, utamtafuta nani? Nataka niwe mchezaji ulimwengu mzima, unaangalia lifestyle ya wachezaji ikoje. Unatafuta wachezaji wako 3 4 ambao wenye nidhamu kubwa na wamefanikiwa katika viwango vya juu. Unaangalia lifestyle yao. Ila usiwachukie wale wanaokukosoa. Katika kukosoa utakujenga. Watu wengi sana ndio tunaweza kawa tunapambania ndoto zetu, lakini hatupendi watu wanaotukosoa. Kupitia kukosoa kwako kutakusaidia wewe kujua mianya ambayo haufanyi vizuri. Usitafute tu wale watu ambao wanaokusifia. Kuna wengine wanaweza kukusifia lakini wanakusifia uongo, hawakwambii ukweli. Unaweza kusema kama machawa. Sasa usitafute machawa tu. Tafuta, hata ukipata yule ambaye anakukosoa, mshikilia na umuhimu wake. Anaangalia njia ambazo umezingua. Na tafuta yule ambaye anakukosoa na kukupa suluhisho. Sio anayekukosoa tu akupe suluhisho. Tafuta yule anakukosoa na kukupa suluhisho kwamba inabidi ufanye hivi na hivi. Na huyo ni wa muhimu sana sana. Sio tu yule anayekusifia. Wengi wanasifia uongo. Sasa itakusaidia sana. Pointi ya 9 ni kwamba heshimu muda wako. Muda ni rasilimali ambayo ukipoteza huwezi kununua tena. Kwa msemo wa kiuchumi unasema time is very scarce. We can't satisfy each and every. So tengeneza ratiba yako vizuri ya kufanya mambo yako. Lost time is never found again. Punguza mambo yanayokupotezea muda na ongeza mambo yanayokujenga. Kila siku jiulize, ninachofanya leo kinanipelekea karibu na ndoto zangu au mbali navyo? Usifanye kitu ambacho kitakupotezea muda. Wewe ni msanii, mwigizaji, lakini umeinvest muda sana kwenye mpira. Wewe ni mwalimu, lakini umeinvest muda mwingi sana kwenye vichekesho. Wewe ni mchoraji, lakini umeinvest muda mwingi sana
kwenye tamthilia. Sasa angalia kile ambacho kitaongeza thamani yako. Invest muda wako mwingi kwenye kile ambacho kitachokujenga. Sijasema kwamba usifuatilie vitu vingine, lakini tengeneza ratiba nzuri ambayo itakufanya uongeze thamani kila siku. Hii itakusaidia sana kupunguza vile vitu ambavyo vile vitu ambavyo si muhimu kwenye maisha yako na havina msaada wowote kwenye kutimiza ndoto zako. Pointi ya 10 ni kwamba usikate tamaa. Uenda ukachelewa, ukaanguka, ukakataliwa au ukapitia kipindi kigumu, lakini kushindwa mara moja hakumaanishi umefeli maisha yako yote. Kitu pekee ambacho labda nikwambie kitu moja, kitu pekee ambacho nishawahi kujifunza kwenye maisha yangu ni kwamba kile unachokiamini kinaweza kukawa. Na moja ya kitu ambacho marafiki zangu wengi sana huwa wananionaga hivi nilivyo, yaani kile unachokiamini ndakiishi hivyo hivyo, haijalishi mtu gani amesema nini. Nikiamini hapa pana njia, naamini hapa pana njia, napita kweli. Na maisha yangu mimi mpaka kufika hapa nimeishi kwa namna kama hiyo. Nikupe mfano mmoja ambao utakusaidia. Miaka ya nyuma, kabla sijafikia hii level ambayo hatua hii niliyokuwepo sasa, wakati naanza, watu wengi sana walikuwa wananikebei kusema, kuongea kwako huko utaweza kufikia hivi. Mimi katika kuongea kwangu nilikuwa na kigumizi sana, na kukaa mbele ya kamera hivi nilikuwa siwezi. Nikasema nitakuja kufanya. Na mbaya zaidi walikuwa wananifananisha na watu wakubwa sana na maarufu sana, na Dr. Joyner Nauka. Utakuja kuongea kama Joyner Nauka wewe katika hatua yako hiyo? Sasa one day nitakuja kufanya hivi. Sikukata tamaa, nilikuwa nafanya. Ila end of the day, wale watu ambao waliokuwa wananikosoa ndio watu wa kwanza ambao walikuwa yaani saizi wananisupport sana. Na kitu pekee ambacho nikupe siri moja kwamba wale watu wanaokukosoa siku zote ndio wanaokufuatilia kuliko watu wale wanaokupenda, wanaokusupport. Kwa sababu gani? Huwa wanaangalia wapi utakodondoka. Kuwa makini sana kwenye hicho kitu. Wale wanaokusupport inawezekana wasikufuatilie sana, ila wanaokukosoa watakuwa wanaangalia kila kitu unachokifanya. Ukikosea kidogo lazima wakuseme. Sasa njia sahihi ni wewe, ukiona hivyo usiseme hapana siwezi tena. Ila kupitia hiyo situation isimaanishe kwamba ukate tamaa, ila zidi kuimprove mpaka utafikia ile kusudi ambalo unataka kufikia. Even though mimi mwenyewe sijafikia kwenye lengo ambalo Mungu ameniandikia, lakini still bado naamini kwamba kuna sehemu na bidii nifikie. Na naamini kwa msaada wa Mungu utafikia. Sijakata tamaa hadi leo. Haijalishi inawezekana namba kwenye mitandao yako ya kijamii zisionekane, una followers wawili au una followers, lakini amini kwamba ipo siku kuna mtu utapata followers wengi. Haijalishi kwamba una posti video zako YouTube, haangalia hata mtu mmoja. Amini kwamba endelea kuposti. Ipo siku kuna watu ambao wataangalia. Usikate tamaa. Zidisha, ongeza juhudi zaidi ya hapo. Inawezekana ukaona kabisa nimepokea comment mbaya. Usikate tamaa ndugu yangu. Comment mbaya zipo. Hata Yesu alikataliwa. Huyu nani? Lakini hakukata tamaa juu yetu sisi kutuokoa. Ongeza juhudi. Pale ambapo unapokata tamaa ndipo ndo wakati ambao unatakiwa kuongeza juhudi sana, kuwa makini sana na kuimprove zaidi ya hapo ulipokuwa. Endelea kusonga mbele. Kuna siku utaangalia nyuma na kugundua kwamba zile siku ulizokata tamaa ndizo zilizokufanya uwe mtu uliyekuwa unatamani kuwa.
Siku ambazo unajiona kabisa umekata tamaa ndio siku ambazo inakupasa uongeze juhudi zaidi ya hapo ulipo. Inakupasa uongeze juhudi zaidi ya hapo. Kama ulikuwa unasoma vitabu viwili, ukiona unakata tamaa, ongeza juhudi ya kusoma vitabu 3 4 ili uwe bora zaidi. Lakini usimsahau Mungu wako, kwa maana Mungu ndio kila kitu. Nikukumbushe hivi, kuna formula ya mafanikio. Formula ya mafanikio inasema ndoto ukijumlisha maono, ukijumlisha mpango, ukijumlisha nidhamu, ukijumlisha uvumilivu, ukijumlisha hatua, unapata maendeleo. Usisubiri siku nzuri ili uanze. Anza leo kwa hatua ndogo, kwa sababu ndoto haijengwi kwa siku moja, inajengwa kwa maamuzi madogo unayofanya kila siku. Nikusii ndugu yangu, haijalishi upo katika hatua gani, haijalishi upo kwenye mazingira gani, unaweza ukafikia ndoto yako. Inawezekana mazingira ukaona hayakuruhusu, lakini katika hayo mazingira unapaswa uchukue hatua ya kutimiza ndoto yako. Haujaja duniani kuzurura, ila umekuja duniani kutimiza ndoto yako. Kuna watu wengi sana hapo nyuma yako, kuna watu wengi sana wako, familia yako inakuhitaji. Kupitia ndoto yako, kutimiza ndoto yako, utainua familia yako. Leo unaona familia yako ni ya kimaskini, kupitia wewe utawainua hao. Usikate tamaa, zidi kusonga mbele. Ni hayo tu kwa leo. Naamini umejifunza kitu, na kama una swali unaweza kushusha comment yako nami nitakujibu. Na pia usisahau kushare ujumbe huu kwa watu unapendao, na usisahau kulike na kusave hii video ili uzidi kutazama baadaye. Naitwa Sylvester Bernard.